kariba ya Djibril Sila, ina maana unatoa taarifa kwamba mabeki msiondoke katika maeneo yako. Kwa hiyo unaisaidia hata timu pinzani kukaa maeneo yako, lakini yani manake unaipunguza timu pinzani kukuletea madhara kwa upande wako. Kwa sababu gani? Unapoongeza namba ya wachezaji kutoka eneo la ulinzi kuelekea eneo la ushambuliaji, unakuwa timu yako inazidiwa kwenye kushambuliwa. Umenielewa? Manake wanapokuwa na overlap, unapokuwa na underlap, manake unakuwa katika wakati mgumu. Manake unawezekana kiungo wakati au beki akashindwa kwenda kufika katika maeneo haraka, lakini beki wa kushoto anapokuwa na overlap, sawa, ina maana kwamba anaenda kuathiri moja kwa moja kwa maana ya eneo la ulinzi. Umenielewa? Kiasi kwamba inaweza kusababisha timu yako. Kwa hiyo kuwepo kwa Djibril Sila ndani ya kikosi cha Azam FC katika mchezo dhidi ya Yanga utakuwa na manufaa kubwa sana, kwa sababu hata Yanga wanamkumbuka moja kati ya wachezaji ambao mpaka dakika hii naamini mwalimu atakuwa hajamjua vizuri, lakini atakuwa amehadithiwa kabisa kwamba bwana, kuna mtu anaitwa Djibril Sila, muangalie, mwekee mpango mkakati, alituumiza. Hata video ambazo ilipita itakuwa ameitazama mara 2 mara 3, anaona mtu hatari ni nani. Kwa hiyo kuna kitengo rasmi ambacho lazima atawekewa kwamba anaangaliwa kwamba itabidi umdhibiti kwa aina gani, na jinsi ya kumdhibiti ni kuto kumpa magepu, kwa sababu pia anakimbia kwenye maeneo, ni mtu hatari, ana maamuzi na vitu kama hivyo. Kwa naamini mwalimu aliweza kumtuliza Djibril Sila pengine kwa ajili ya kumpa wakati mzuri katika mchezo unaofuata kwa sababu ya ubora wake na vitu kama hivyo. Lakini kwa golikipa sioni kama kumpumzisha golikipa kama Mustafa inakuwa na afya kwa sababu ya mchezo mwingine. Golikipa ni kama kitu cha buchani, the way ambavyo anatumika ndipo anazidi kuwa bora. Unapomkalisha nje kama benchi unazidi kumpunguzia ubora wake. Kwa hiyo mimi naamini pengine ilikuwa ni game plan tu wa mwalimu kutokumtumia na vitu vingine kama hivyo. Kwa kumalizia, pengine labda tutarajie mchezo wa namna gani na utaenda kuamuliwa kwenye dara gani hasa? Mchezo dhidi ya Azam FC na Yanga, Azam FC wakiwa wenyeji, tutarajie mchezo ambao utakuwa ni wa vita. Unaposema vita, tunaizungumzia timu kama Yanga ambayo tayari iliumizwa katika mchezo uliopita. Iliumizwa na ni miongoni mwa michezo ambayo imeharibia yale matarajio yao ya kutokuwa na unbeaten nyingi. Umeelewa? Pengine nao itarajia kama misimu iliyopita kwamba alikuwa na unbeaten nyingi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwanza Yanga unapata picha tu katika mchezo dhidi ya Tabora United. Tayari kuna vita walianza kuiamsha, na wameamsha, kila moja ameshafahamu kwamba kulikuwa na mchezo. Hata yule mtu ambaye afuatilii mpira miguu atajua na Tabora nini kitokea. Umenielewa? Sasa inakuja dhidi ya Azam. Ukiangalia katika uzito mizani unamwona Tabora United sio kama Azam FC. Azam FC ni mkubwa. Hata Yanga wenyewe wana hofu zaidi kuliko ambavyo walikuwa wanaiofia Tabora United. Kwa namna ambavyo Yanga wataenda kivita zaidi. Kwa nategemea vita ambayo itaenda kupelekea yule ambaye ataenda na silaha za kutosha ndiye ambaye ataibuka na ushindi. Lakini mimi nafasi ambayo nampa Yanga ni kubwa kwa sababu ya ubora wa Yanga, determination ya wachezaji, the way jinsi amekuwa na matokeo mazuri na vitu kama hivyo. Azam kutokana na kile kitu ambacho wametoka kukipitia pia ni changamoto ambayo inaweza kawatoa katika mchezo. Kwa hiyo ni vita ambayo naiona katika dimba la Azam ikiwa na scenario tofauti, scenario ya Yanga wenyewe kwamba wanauchukulia kama ni uwanja ambao hawana bahati nao, na inawezekana ikapita umomo. Kila ambacho wanasema akifikiriacho mjinga ndicho ambacho kitamtokea. Inawezekana ujinga ambao anaofikiria Yanga ndio huo ambao unaweza kutokea katika dimba la Azam Complex pale Chamazi. Shukrani sana. Asante sana.